Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Wiki hii moja kati ya taarifa ambazo zimekuwa ni gumzo ni namna ambavyo Saudi Arabia inataka kuwa na silaha za nyuklia. Lakini leo hii tunataka kuchambua nini haswa ambacho kimejiri mpaka Saudia kutaka kuwa taifa la nyuklia, na jambo ambalo pia linalazimu mataifa mengine kama vile Uturuki kuwaza kuwa na silaha hizo za nyuklia. Ripoti zimeeleza kuwa Marekani inakamilisha makubaliano ya ushirikiano ya mabilioni ya dola za nyuklia kwa ajili ya mpango wa nyuklia wa Saudi Arabia ambao yatauwezesha ufalme huo kutafuta silaha za nyuklia. Chama cha kudhibiti silaha ACA kimeonya, huku rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuishambulia Iran ili kuilazimisha kuachana na kurutubisha madini ya uranium. Wakati Trump akipambana juu ya mpango huo wa urutubishaji wa madini ya uranium nchini Iran, lakini mipango yake mingine ni kupata mabilioni ya dola kutoka katika ufalme wa Saudia ili tu kuiruhusu nchi hiyo kuwa na mpango wa nyuklia. Hata hivyo, inadaiwa kwamba moja kati ya mipango ambayo Washington na Riyadh wanapanga ni pamoja na mpango huo. Mwaka uliopita Washington na Riyadh zilikamilisha mfumo wa ushirikiano wa nyuklia uliotafutwa kwa muda mrefu kuruhusu makampuni ya Marekani kutoa zabuni kwa vinu vya kwanza vya Saudi Arabia. Mkataba huo ungefungua njia kwa ajili ya mkataba wa 123 wa Marekani na Saudia utakaowezesha uhamisho wa teknolojia ya nyuklia ya Marekani, vifaa na nyenzo ambazo zinaweza kuwa na thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Utawala wa Trump ulituma ripoti ya mfumo wa awali kwa bunge la Congress mnamo Novemba. Hata hivyo, makubaliano yaliyopendekezwa yanakosa ulinzi mkali wa kuzuia kuenea kwa silaha na yanaweza kufungua mlango wa kurutubisha uranium kwa Saudia. ACA ambayo ilikagua ripoti hiyo ilionya siku ya Alhamisi ya wiki hii. Ripoti hiyo inazua wasiwasi kwamba utawala wa Trump haujazingatia kwa uangalifu hatari za kuenea au mfano ambao ungeweka nyuklia. Kesley Davenport, mkuu wa sera za kutoeneza kwa uenezaji wa silaha za nyuklia, alionya. Davenport alilitaka bunge la Congress kuchunguza mpango huo, akibainisha kuwa ungepingana na matakwa ya muda mrefu ya Marekani kwamba makubaliano yoyote yatazuia kurutubisha Saudia na usindikaji mpya, njia zinazowezekana za silaha na kuhitaji ufuatiliaji wa ndani wa walinzi wa kimataifa. Utawala unatarajiwa kuwasilisha mpango huo kwa Congress mwishoni mwa Februari na kusababisha muda wa mapitio ya siku 90 wakati ambao utaanza kutekelezwa isipokuwa mabaraza yote mawili yatauzuia. Saudi Arabia inasema haitafuti silaha za nyuklia na inataka vinu vya nishati kubadilisha vyanzo vya nishati na kuhifadhi mafuta kwa mauzo ya nje. Hata hivyo, mwanamfalme Mohammed bin Salman hapo awali alionya kwamba Riyadh itafuata silaha za nyuklia ikiwa Iran itatekeleza. Kadhalika, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema kwamba ikiwa Tehran itakuwa na silaha za nyuklia ama Saudi Arabia itakuwa na silaha za nyuklia, Uturuki itafuata kwa kuwa na silaha hizo za nyuklia. Makubaliano ya Saudia yanatofautiana na msimamo wa Trump kuhusu Iran. Ameitaka Tehran kusitisha kabisa urutubishaji wote na kutishia kuishambulia iwapo hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Trump amekuwa akishutumu Iran kwa muda mrefu kwa kutafuta silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran inakanusha. Iran imeonyesha kubadilika kidogo katika viwango vya urutubishaji, kutorutubisha kabisa uranium, ikitoa mfano wa mahitaji ya nishati. Duru mpya za mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran inatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Israel imegoma juu ya nchi ya Saudi Arabia kupewa silaha za nyuklia, ikisema kwamba katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, Saudia, moja kati ya mataifa hasimu ya Israel, huenda ikawa taifa la pili tishio kwa Israel, na hivyo imeitaka Marekani kutoiruhusu Riyadh kuwa na silaha za nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue yanayojiri katika ulimwengu.